mateso, katika huzuni, tunaangalia juu kwa Mungu wetu. Watoto hatuna, machozi yametiririka, lakini tumaini letu lipo kwa Bwana. Fusion Puissante, tumaini letu ni Mungu. Fusion Puissante, nguvu zetu ni kwa Yesu. Bonsoir. Oui. Oui, hapa sasa hivi. Leo mbele John. Leo tukua na makazi mingi. Ndio nini sasa hii? En fait, tukua leo na ba partenaire mukazi benye balikia fallait tusigner na ba contrat. Alors, bali respecter wakati puis tuko obligé de libérer mbele ya wakati. Wale wa partenaire wako na kia kila siku tunda ne pas mwenye. Alors, dis-moi, non, Shindae. Shinda pas vraiment bien. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, t'es pas sur une connaissance. Quoi? Ouais. Comment ça? Ouais. Et pourquoi kuniambia? Niliwaza tu ni vya kupita. Malheureusement. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Chérie, je t'ai arraché ton hôpital. Ça y est. Ça y est. Fais vite. Habari yako tena? Sawa.
Nilikuita juu nijua kama utatoka leo. Mama nilipenda nikuone tuongee kidogo hapa uende kunyumba. En fait, pole kwanza tena na bibi kufikia ni sont des circonstances de la vie binafikia kila mtu. À part ça, kama condition kidogo kazi mimi napasha kuambia zeno t'appliquer dès que tu arrives à la maison. Pour que tuone kama tutaepusha hii kitu sirudie tena. La première condition est que une fois arrivé à la maison, usifanye makazi za nguvu pour le moment. Unajipatia kwanza karepo kadogo, si ndio? À part ça, madame, je pense que tu m'écoutes. Avant 6 mois, haupashe concevoir. Sisikie bien. Tu dois pas haupashe ubeba mimba mbele ya miezi 6. Maana mpaka miezi 6 inaenea. Au besoin, tu te protèges. Jua tozipenda tena hii kitu ikufikie. Uli découvrir que grossesse yako ni ya risque. Ukasema concevoir tena sai utavorter. Parce que moi étape ungali kiamo hivi ka concevoir itatoka. Ukasema tuanze kama relation non protégée, ma rapport sexuel non protégé itatoka mbio. Merci. Binafika kadada tena pole. Asante. Ni étape ya maisha et je crois que tu vas surmonter ça. Mimi nadhani tunamaliza na wewe. Unaweza pita kwa comptabilité ulipe facture. Nadhani utatoka leo. Merci tena. Merci tena nawe. Makosa mingi washati yako maprobleme zote za mwigo. Nini tena unakia kustress hivi? Aseni? Tendele mbele toka. Hapana. Tunake kinaniluma. Biko naniambia kwa hospitali sina problem, tumbo yangu iko bien. Sasa ujiste ni probleme gani? Ndio sijui. Pale mulupango kwenye muko kwanza hai. Tunaishi bien. Bien. Ai. Sijui, nimeanza choka ma. Swambi kwa bwana kumwame pale. Kakuko bitu byenye Erika hezi sikia. Ni kuhama pale. Sasa juu ya nini? Na mtoto wangu kwanza nishakwambia. Ifo kujitia Mungu banduku. Ifo kuomba sana bayama. Ifo ombi bwana kwanza mujitie mubitu ya kanisa, muombe kwanza. Juu hivi vingine akose pale kwenye uko sama kwa bitu vya mbabe biko vinakufanya vile. Bila Mungu tazala. Inakuwa nini? Kila siku wewe hata wewe peki. Estibali. Mimba tena nilikuwa nayo ilitoka. Inakuwa ya ine. Mimba ine. Jana mimi nenda kwa hospitali. Mimi nauliza mganga viko haye. Ase sina problem. Asa kama sina problem, njoo kwenye mie nishaogopea. Juu ya nini? Mie tu. Unajua kunyumba mingi?
Tuko vunjika jua kwa mwanamke wa mingi wajua kula kunyumba wao. Je me siko tulifanyaka mariage. Nuna tu belle famille yako. Esti. Tena belle famille yangu inafanya nini? Mwi histoire. Si 3 ans niko nayo, si hakuna probleme nabo. Mimi si hakuna probleme na mama uko yao shanga au dema yangu. Niko nabo bien. Anjua adui ya mtu hakuwa mbali. Hakuwa tu karibu. Unasilala na mtu ni adui yako. Njoo mwaze bimu na mlotendo tumo. Dada. Vome wache na bwana wako. Esti. Je comment ufanye vile. Merci kwa kuniita na merci kuniambia shida zako. Mimi naenda nachunguza belle famille yako sana. Sana. Naangalia sasa Eric. Donc unaona kwenye wewe na Rachel mnafikishania sasa. Na mimi en tant que ton grand frère, conseil gratuit et mimi naweza kupatia en tout cas ni kuachana tu na yule Rachel. Achana naye, unatafuta mwingine mwanamke. Kama unaweza nisikia, anza achana naye. Na huko kitu isitaweza kuficha. Décision ya famille. Décision ya famille. Nadhani nishakufikishia habari huko, mtu na akili utafanya ya kufanya mimi ule kufia. Haiko mwanamke ule kabisa. Sawa. Merci. Mchungaji. Nishakosa kama nianzie wapi na niishie wapi. Bisha kwa vya mingi. Mu 3 ans yote mchungaji. Nikibeba mimba haitazalika. Kila mwezi ni kuavorter. Ça fait la 4e fois. Mimi avorter. Pengine niko na waza ni belle famille yangu. Sijue bimenishinda, bimenivuruga deja kichwa. Hapana, usibebe mawazo yako huko na huko. Naelewa mzuri kwa kipindi nyingi uko napitia. Kwa hiyo wakati haiko ni kipindi ya nguvu sana. Na ukibeba mawazo yako huko na huko itakufanya ukose amani zaidi na nyumba yako mkue fujo. Lakini kitu kingine najua, usibebe mawazo yako huko na huko. Italeta vurugu wako mwenyewe na jamaa yako itakuwa na amani. Lakini kama najua kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Na kipindi yenye uko unapitia ni wakati wa kulia. Na mimi naamini ya kwamba Mungu wa mbinguni tunaombaka atafanya kazi. Sara alibakia muda mrefu bila mtoto, lakini Mungu wa mbinguni akampatia mtoto. Tuendelee kuomba na kumsihi Mungu. Na mimi sitakuacha kwenye maombi. Na mimi naamini Mungu wa mbinguni atafanya kazi. Na hii kipindi itapita. Mungu ni mwaminifu. Na niko tena nishakuwa deja na mawazo ya kuacha mwanangu. Kwa jina la Yesu. Ile mawazo ni ya kukemea kwa jina la Yesu kabisa. Ingilikuwa bwanako gisi mimi najua nyumba yenu iko na shida pale Mbingila. Bwanako iko sawa. Na nilikuwa kuomba Mungu na mimi sitakuacha kimaombi. Na mimi naamini ya kwamba imani ni kuwa na uhakika ya mambo atakayokuya baada sionekana. Tuamini Mungu na Mungu atafanya kazi. Amen. Acha nikuombe basi Mungu. Tunakushukuru Jehova, Mungu wetu wa ajabu. Wewe ni Baba. Namleta mjakazi wako Bwana mikononi mwako kwa kipindi kigumu ambapo anaipitia. Na kusi Bwana upate kumsaidia na kumtendea mema. Biblia inasema ya kwamba aliyekuwa na mwana anayekuwa na ushuhuda. Mpe mtoto wako ushuhuda, tukuone wewe Mungu
kama vile Bwana alimpatia Sara, akasema Bwana amenifanyia, amenichekesha. Bwana umchekeshe tena leo kwa jina la Yesu Kristo nikiomba hivi, amen. Sawa mama, Mungu awabariki. Asante kwa leo kabisa, nashukuru Mungu kwa mapokezi. Mungu awabariki sana. Amen, amen. Papa mchungaji, tuko na mahitaji na familia yetu. Ni mahitaji ya maombi. Paski familia wanapita mama iko nguvu sana. Na dadangu Rachel njo 4e grossesse hii anavorte. Pole sana. Chapeau. Utombe kwa Mungu. Mungu atupitishe kikombe. Tuko mama iko nguvu sana, difficile sana. Majaribu yanabudi kufikia. Hilo ni jaribu tu. Nikiona katika Biblia habari za Ayubu, alipitia mateso mengi. Watoto walifariki, mali yote aliondoka, lakini alidumu katika imani. Na hiyo imani ndiyo msingi inatufanya sisi kuwa na nguvu ya kushinda shetani. Maombi tutaomba, lakini naamini pamoja na Mungu tutashinda. Na maombi tutaomba, lakini na nyinyi mnatakiwa kujiombea. Kwa sababu maombi ya mtu binafsi ina nguvu kuliko maombi ya kuombewa. Na pamoja na Mungu tutashinda. Kwa hiyo siwe na wasi, tutashughulikia hilo swala na Mungu wetu si mzalimu. Amen. Basi mama tumemwombea, naamini mama naye Mungu atasaidia. Amen. Msiwe na wasi. Nashukuru sana. Majaribu sikutoshe kwenye lengo. Amen. Naamini Mungu atatenda. Mama tumeshamwombea, naamini Mungu atasaidia. Nashukuru. Na kuhusu dada, usiwe na hofu. Tudumu tu katika kuomba. Na Mungu atajitukuza. Amen. Ubaki vizuri. Nashukuru sana. Asante. Sumu. Kusema nini? J'ai une notabilité psychofavorite. Haiko njo murizi? Bon, balitia kuzangu paske umwe kwa watoto mimi sina héritier. Sina mtoto mwenye za chia notabilité. Na ile ndio inachaka wanasema kusema wakutie pale foko na shao. C'est pour que j'assure que uko mtoto. Chérie, et tout ça c'est à cause de toi. Dis-moi, kama kuko kitu yenye ushanificha, niko na mimi na show. Hivi mwanangu, kwa hospitali huko siku washatuambia niko na problem. Si mimi nabebaka mimi. Inatokaka. Haiko aseme si ibebaki. Pour dire que tunazala. Mimi sione bibi natuma uko notable. Niambi tunazalaka concrètement. Mtoto yuko wapi? Mungu yuko pale juu yetu. Arrête de te faire. Ça va. Allez, s'il te plaît, souris. Un tout petit. Laisse-moi, chérie. Souris. Ça va aller, bébé. Ça va aller. Ça va, ça.
Lève-toi. Lève-toi. Hakuna kilicho kigumu kwa Mungu. Jojo. Nimetoka kule inde unajua hapa nafika hapa kwa Petite Sœur. Tapata vijumba vitu vingine. Make kakangu hawezi toka hata kunyumba siku moja useme mimi nakia tuona dada. Sere. Mie presence yangu ni chakula. Wewe ndio chakula. Bofre iko. Hapana, yeye alienda kazi. Habari masiku sasa. Kama ni sawa, kwani basi ni sawa tu lakini. Kama kadogo. Tuachane kwanza na matatizo yangu. Habari ya Elize. Elize hapa mwana zala hapa. Mwana zala. Toka alikuwa na mimba. Kwa na mimba kavambi hata. Mimi na kwa muigoma tena. Siko utapa kwako tu hapa tu. Wewe na bwanako mnafungana. Hakuna kutoka my baby. Maisha yake nizindika huko kakangu. Na njoo matatizo yote, maprobleme zote bagazi nitupa kwa kichwa. Ça veut dire unajua kakangu sina raha. Ataka pata hapo. Nisha kosesha Erike raha. Hana tena amani. Mwanaume wa watu hasinzi yake tena juu ya probleme zangu. Unajua nilikuwa najua nikishi na Erike ndamfanya akwe na raha sana, asikuwe na besoin ya kitu kingine. Mimi na kiafika humo ni contraire na vile nilikuwa nawaza. Rachel, unajua watu wenye waishi mfoyer banaka c'est très facile, mais dès que son ingia mfoyer unaona ka vitu viko très différent ilikuwa nawasia. Mimi najua kama kwa pitia mama iko très dur, mais usikimbie ile mama na uyaffronte. Bien sûr que kuzala mwifu haiko nisha kwa chanzo. C'est la 4e fois grossesse yako natoka. Mais ce qui n'a pas changé au conseil, c'est de confronter les moments. Na usisikie maneno ya nje ama watu wengine ndio kwambia acha kunyumba au fanya hivi non. C'est seulement de prier Dieu. Reaction yake na kawe. Mpaka siku gani kaka? No Rachel. Ngoja nikwambie. Eric amekosa kukuwa notable kule kwao. Juu yangu mie. Banatia kuzee yake kukiti. Alors que yeye ndio héritier. Unasema tena Mungu atareagir sangapi? Les choses ya notable isiwasumbue sana mwifu wa yeye. Parce que kila kitu kyote Mungu ndio kuna solution. Dada, les choses ya notable kutia notable sikusumbue. Yapasha kusumbua tu ni kupata mtoto na upenda na bwanako na upenda nyumbako na uprigie Mungu sana parce que Mungu ndio la solution à mwisho. J'espère que tout ira bien na Mungu atasaidia. Vraiment de ma part utanisamehe kukuwa na kuuliza kila siku juu mimi bishanishangaza. Kwa mama mnaweza gabulia kila mtu sauf que Eric ndio mnaima. Juu ni mnaweza favor mnamfasa kisi ni mtoto wa nje ubi haiko wenu ubi yeye nani astahili kupata kwa Biblia mligabula. Juu ni mnaweza favor ya vile vraiment.
Chérie, je suis maintenant fatigué, suffisamment fatigué. Nisha choke. Eric a chaque partie un jour qu'on me semait jouer ma question. Est-ce que tu sais que Eric, même s'il est marié, c'est quelqu'un qui est comme un célibataire? Oui. Eric est tout ça célibataire et bon, Yves. Imagine, mien il quoi parmi watu walisema Eric joue à haut. J'étais de son côté. Mais après quoi? Hana mutoto. Comment t'as pâté à responsabilité mutu? Encore responsabilité à kabam. Mais pâté mutu à ce jour le mari mais hana batoto. Comment t'as assumé les responsabilités? Est-ce que tu sais que Eric, responsabilité yenye tunampasha mupa ni kuchunga watu. Sasa nyambe watu wanachungaka basi. Benya takamatia kwa mfano. Sasa aussi longtemps hana mutoto donc ni bure ule. Chérie, Iko zero. je m'excuse. Eric alikuwa anapoje ako. Alikuwa abiwazi hata kama nakosi kwa tao. Mukampuse ifo wewe nini kama unataka upate kitu ifo wewe kwa responsable nini akajikaza mtoto wa watu akaoa akabasikia kwa mbatu kubwaki. Leo inakuwa tena raison ifale azali. Mko mbinini unakosa kisi mnambagua ube kwa wewe ni. Munaweza gabulia kila mtu mfamie kisha yeye tu ndio mkatali. Mulimpusia au siashao. Munapenda tena nini? S'il vous plaît madame. Atoko na msemee. Bon. Est-ce que unasababu kama kila kutime inakuwaka na byayo? Kila kutime iko na mila zake. Si mkutime yetu comme vous le savez, hawezi patia quelqu'un de comme ça ma responsabilité. Comment atapatia mtu mwana mtoto responsabilité? Alors, et puis c'est une responsabilité coutumière yenye wanampatia. Alors, nani mwenye atafanya succession yake kama Eric haiko? La volonté parfaite yetu tulikuwa kusema Eric aoe azale watoto ni tumpatie responsabilité. D'ailleurs, moi je suis en train de le confondre avec un aventurier célibataire. Amwazi m'obligé kuuzala. Sawa? Parce que mtu akishawa déjà ni responsable. Na en plus de cela, n'oubliez pas que mtoto anatoka mbinguni. Haiko yeye ataforcer apate mtoto. Kama hayapata wakati ngali kama wote tulioana kama mimi naona tukafika tukapata mtoto ni Mungu ndiye alipenda. Mungu anakuuliza shehe. Aba kupima nako. Mtu anaweza fanya mariage leo, unaweza fanya mariage upime, ushinde pima kama mnaweza zala. Moi je vous dis on peut pas donner à une telle personne des responsabilités. Et puis des responsabilités coutumières. Mon coutume est il est strictement interdit. Pour le paiement muslimio pardon. C'est ça. Mais tulipasha kuwa en delegation hapa, lakini nilikia mimi peke tu niko mzazi tu, bengine bote walikatana. Na unajua John walikatana juu hauzoe kukaribia mila yetu, kukaribia kutimi yetu. Kila wakati tuko na marenyo haufikaki, kila wakati tuko na maseremoni haufikaki. Bote wakasema hawezi fika. Kuna vitu vinapataka batu mu maisha na unakosa solution juu amkaribie bengine. Wakati mwanamke anatoka kwabo, anaolewa, anaenda kaishi kutime kule kwenye anaenda kule kwenye aliolewa. Unapashwa ishi mila ya kule. Lakini wakati kuna neglige mila ya kwabo bwana yako, mtu anajua pata magumu ya mingi na utasema kesho wanakuchukia. Na japo ni kuona wewe upendi kutukaribia. Tuna mila yetu, inaomba na wewe uishi mila yetu. Sawa ma? Usiwe kwa natukaribia. Unasikia? Unasikia. Ndio unapaswa kukaribia kutini yetu. Na kulia bwana kama nimekia kwa kutia pole. Nilifika. Sawa. Fisha. Choni kwa tena gani? Unaona kiaka tuko unachomokea tu na manjala zake. Unaona shoko imetoka. Unatoka? Mama. Nilikuwa jana kwa petite sœur. Nilifika iko mwitanye iko triste na haikunifurahisha. Ke bwanake alikosa ile notable na iko très soucié sana juu ya 4e grossesse yake ilitoka. Mimi nikamwambia si hakuna kufa, seulement de prier Dieu. Mungu ndiye anajua kila kitu yote. Mais vraiment les familles kapitia kipindi kigumu sana.
na vile vya kwao wanawake wanakuwa kama na makutime kana kwa vitu gani, na haiwezi kuwa familia wanawake nje kuna familia vitu vyote. Mama hapana na wewe. Mama hapana ni hivi nyamo itikaki. Saa moya ni hapo nje kuna familia. Basi banapitisha makutime mtoto wangu. Basi mtu mko atafuta mtoto vile. Na kutime iko natia mtu mwenye iko na mtoto. Shaka sasa sima alikamata hapo nje kaanta mtoto kumsakrifie no sasa. Inawezekana ni bakwabo. Bakwabo ndio kuna familia vyote kisha mtoto wangu atatoka victim ile maneno yote ndani. Ndio. Usiseme vile. Mungu wangu. Siwezi wazia paske unajua wanawake iko napiganisha sana tena sana kushapata mtoto. Hasa ukisema familia yake iko na msakrifie ou bien yeye kwa sakrifie mtoto wake non ça ne sert à rien. Na sema wanaweza kwa biko na bifaa vile na mtoto wao ayue. Sema mtoto wao anaweza kwa habiyu wake. Bebe, hizi kumalizi. Kama uko na Bado nikukuita, niko naenda. Asa umeniita, si nimekuja. Kama nikwambia niko naenda. Maki njoo vile tu niko naenda. Kanke ule mwana kutesa vile. Wakati yote kwake. Ningekuwa tafrani. Yewe mshatuliza sijui kama ni akili zenu, kama ni roho zenu, kama ni miguu yenu. Hebu nasema ile kauli ya vipi? Bebe. Unawaza mimi natulia. Encore. Mimi nako sana shida. Usikie estima raba sijui ile wanitaka grave. Imeexagere. Wanangu si alienda kule kwao. Walikuwa sijui na kikao. Yenjo donc alipasha kuwa notable kule ku village yao. Malheureusement bibi nanishangaza. Banamwacha yeye, banatia cousin yake. Tunabauliza nini, banasema probleme ni juu hana mtoto. Batie cousin yake. Bidi niluma usikie sti. Nisikia mbaya mpaka sijui. Acha pale kwanza. Awakumutia kisa hana mtoto. Sasa kia kuelezea ama sawa nisema vile. Ukichoko liwaza ni. Wao walimwacha yeye wakati sijui kuzea juu hana mtoto. Iko kudanganya. Na kesho za kumbuka konsi yangu ni kupasi. Utaikumbuka tena sana. Ule mwanamume kwa kudanganya. Yes, na kila siku nje tu kunapoteza. Kila siku. Sasa kukwambia kutoka mwe nyumba na sana kuchukia. Mimi ndapafuta nini napewa kutoka? Hakuna. Sikusema sana napenda bwana wako, simpenda hata kidogo ama hata chembe kidogo sina. Ili siape. Na siwezi. Mimi niko kwambia vile kesho yake upate na mtoto utachezesha. Usikie raha ya kuzala. Sio nafika kwa wengine wanakuambia mimi bali numaka hivi. Sijui nisikia ka vile. Sijui unajisikia kai. Mimi zanata utokea unaniambia kesho ndatoka mwangu niambie ndaenda panga. Niko siri kwa vile. C'est quelque chose qui est impossible. Siwezi acha bwanangu. Impossible comment? Hawezi. Kuko siku utanipatia sheria ya kumwacha yeye. Kuko siku utanipatia sheria ya kumwacha yeye. Kwa wanawake kuinje. Wajitegemea wao wenyewe. Na wapata wanaume wa kuwalea, kuwatunza, kuwapatia kama kawaida yao ngizi wanataka. Solution moya unanipatia bei sijui ST. Ile belle famille yako. Na bwana ngizi nimekwambia. Wote wako complice na kutokuzala yako. Toka uende kasta mwingine mwanaume. Kama ujue.
Bebe. Uliza. Hivi makutime zenu za mingi des rituels, aone que c'est un peu exagéré. Rituel za wapi? Mi sijue. Pourquoi ukwe na mtoto njo ukwe notable alors que c'est toi l'héritier? Tu sais, vitu ya kutima hawezi patia mtu responsabilité na hana héritier. Sawa. Mais sione tena kama viko normal. Je trouve que vile vya njo viko natuletea matatizo. Chérie, demande-toi 4 grossesses. Ou 3 ans. Na unaviona normal? Mama tasa mingi mko kuharibisha. Non, j'ai pas dit ça. Mimi nasema tu ke misi bione tena mo. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien. Je commence à voir comme si tu es traumatisé maintenant. J'en ai marre, chérie, j'en ai marre. Uko bien hapa? Tuko bien, pastor. Okay. Tangu ile siku nilitoka hapa nilikuwa kabisa kwa hali ya maombi. Na nilikamata muda ya kumsihi Mungu atuoneshe nini ndio source ya magumu yonapitia. So nikiangalia hali yako nasema kwa kitu kenye ni lazima tuombe Mungu. Na niliomba Mungu, nilianza wakati kabisa kuomba Mungu. Na Mungu akanionyesha maono fulani hivi. Nikaona uko natembea na mtu, lakini yule mtu mwenye uko natembea naye iko na kubula nyuma. Sasa unamgeukia, anacheka na wewe unacheka. Mesata unaenda mbele, anafunga sura. Na nikaelewa ya kwamba kuna mtu wa pembeni yako mwenye uko source wa hii magumu yote mapo uko naipitia. Ndiyo, kuna mtu wa pembeni yako mwenye iko kusource ya hii yote. Nimeelewa, pastor. Na kwa hiyo wakati nakubidi sana usoma neno la Mungu sana. Ni wakati yako ya kusoma, kwa sababu mawazo ya hapa na pale, maandiko nasema tunaweza yote tuna yule atutiaye nguvu. Ni kwa kusoma neno la Mungu, kuomba Mungu, na mimi naendelea kuomba Mungu apate kutuonesha mwangaza kweli kweli. Kipindi hapo unapitia juu ya mawazo ya hapa na pale, kusoma neno la Mungu sana, na mimi naamini kama Mungu atafanya kazi. Basi mbarikiwe. Amen. Utaambia papa kama nilipita hapa. Tushukuru basi Mungu. Tunakushukuru Baba wa neema kwa jina la Yesu, kwa ajili ya mtumishi wako na mjakazi wako. Na kuomba Mungu upate kubariki na kuwatendea mema. Neema yako ya ajabu juu ya nyumba hii. Natabiri mema Baba. Kuzimu na watu wake washindwe kwa jina la Yesu Kristo nikiomba hivi. Amen. Amen. Basi Mungu awabariki. Ndio. Nini tena mtoto wangu takiaka niua na pressure bure? Nini? Anani Uko yangu mama. Imamila za kila siku. Sijui maranyo za kila siku. Kila siku mimi tu niko na avorte. Mtoto wangu kuna wazia tu. Nasema ni nani mama? Na Eric hapa nisikie.
Mina tatoka mnyumba. Utoke wende wapi mama? Eske ushamwona bwanako mvitu ya uchawi anakia tu mnyumba unapachwa juu. Ushamwona na tumwa hivi ya suspect ya ulozi. Sasa hauombaki Mungu mtoto wangu tuko tunaomba usiku na mchana. Wewe kama Mungu anaweza tenda. Hata siku gani? Utazala kwa munganga banakwambia uko mzima na mzima wako. Ingekuwa munganga anasema hawezi zala, mimi utazala mama. Wao waamini Mungu. Sasa unataka kukosesha raha gani? Utazala mtoto wangu. Mtamaliza hii priere yenu sana. Sasa. Okay. Mimi hapa nataka kuingia mkazi ya watu, naona makazi yetu ni hatari na imalista. Allo. Nikamata maseza. Sina problem. Mais Rachel a joué programme mimi nadhani amko naye. Rachel Rachel anayo hii programme mais alisema ke atakia juu atakuya tumconsidera. Koma Rachel mtu banajua kwa mashida za vile hapa shikiomba na nini? Atashinda kwa nyumba. Eske Mungu anasikia maombi ya mtu mmoja peke? Au ya watu nyo analetea makelele Mungu anasikia. Bila shangala na ule demai yetu. Tunaona hata hapa sana tulikuwa na ile tena rencontre ya famille. Maki unakuja kutana malangaje wa kumwambia hivi ndio anashikuta tu asivomia anashinda kwa nyumba yake afui. Atombea kwa nyumba ndio bila simu. Nikamkomprendre parce que ngashia fasi yake. Mimi nadhani Rachel kwa saa ya comprendre vitu viko ndani. Bila tatizo la faso vinawaona. La mona ina bwanake. Ni shida hapo. Me basi anayua. Na angekuya tu hapa basi angekuya. Tomate ya kuuza. Ichangane na za mzuri yote itaoza tu. Basi atufalie kitu. Arrête chérie. Atufalie kitu. Tu unakuwa na kinywa mbaya hivi. Est-ce que unaike Eric anakuwa mloko wako propre kumgongo bia anakuwa kwa nje. Jana wewe sibeba ile susi ya mloko wako. Shida yake unaifurahia ushika mata sagi sisi wewe hiyo unapenda sema mbaya. Basi mtu mwapendi shitia kwa Mungu, apendi fanya nini, apendi fanya. Vraiment iko bien. Mulipasha enda omba naye saa hii na wewe. Okay, ça va. Bonne vile vyote au utakuwa nasema sasa hivi. Basi utakuwa naongea tu bila n'importe quoi tu hala kufungulia unaona kwa kana problem. Sasa hivi ya ngome kama. Basi tutaonana basi mama. Ndakia kutarapia. Sikuwa naogopa. Karibu baba. Asante mama. Siku mingi ya wangu. Siku mingi vraiment. Nakurumba mko bien. Tuko tu, Mungu anasaidia. Baba nilikuwa nakuita babangu. Nilikuwa naongea juu ya probleme inakuwa mwako vraiment binakuwa ngufu babangu. Binapita tena mingi. Inapita vraiment. Juu ma probleme ya hivi vingine vinakiatokea sama mbarafiki. Vinatokea kuma entourage, sama bajirani. Sama hata na mfamie vinaweza tokea ndani. Na mfamie babangu. Ndio maana nilikuwa nakuita nikwambie kwanza kai inaweza wezekana hata kwanza usakrifia hata kwanza familia yako. Juu tuone kama mtapata mtoto. Mama, bon, kwa watu wamepoteza vitu mingi juu kutafuta mtoto na faire partir. Mimi najua baba. Na najua ndafanya yote inaweza wezekana. Porque nione kama tutafinir kupata mtoto. Mama, tulikala na mwenzangu na tuko na viwazia, lakini Mungu atasaidia tu. Ndio, sikatali. Na vingine kuomba babangu. Kuomba nayo ni ya maana.
kujitia mbia Mungu kwanza, nayo ni vya maana vrema. Tuone kama bibi yako atagusa hata mtoto mkono, na usiseme utawaza vingine, kwanza ubisakrifie vrema na maombi tena lini babangu. Tuone kama mtoto atapatikana. En fait, les états à cause de ce que tu as. Après, il y en a deux, tuliona kama mwili yako yote iko bien, bassin yako iko bien, iteresi iko bien, donc kizazi yako haina shida. Et kama niko bien, matrice iko bien, c'est quoi le problème? Au fait, Johnny ni avorté vile. Tu sais c'est quoi le problème? Tunakonseaka toujours kwa mwanamke wa mimba, surtout ile premier trimestre ya grossesse, ile 3 mois ya kwanza. Inakuwa mimba yenye inaweza toka, inakuwa na mariski. Et puis tunafanya analyse, tunaona kama mimba zako za mingi ulisema zinatoka kwa partir kama 3 mois, haitafikisha 3 mois inatoka. Sasa mwile ma 3 mois upashe kwa nafanya makazi za nguvu, kuenda matrajet za mrefu, kutembea kwa moto vya vile. Inakozaka aussi kuma avortement, vu que grossesse yako iko na marisque. Donc c'est à toi alors de voir que faire qu'il est ma risque si j'ai continué tena. Il est ma avortement et tout. En tout cas, uko bien kabisa, una shida. Wewe ndio sasa uangalie kisi utajikomporte siku tena una concevoir. Merci. Unajua mimi nachoka. Nimechoka na hivi vyote. Bakwana usibaniache basi amani. Hivi biko natafuta kwa nini? Mpaka wanitendeke hivi Eric. Mimi usizale tena juu yao. Juste c'est quoi? Ile mamila zenu asikwambia hata kitu. Sasa bacha kunitesa. Chérie, je pense que tuko na devoir ndio kutafuta solution kwa problème zetu. Hapana kuakize familia yangu problème zetu kama. Ni akize sasa nani? Kila siku unaendaka. Unarudiana nini? Ni machozi tu yangu. Hivi mimi machozi yangu haikwambia kitu Eli. Au wewe pale kwenye uko na raha.
nishakuwa na mtoto. Jua nini mie tu njo inatokaka. Je sais qu'on fait ces mecs des réunions. Des réunions? Des réunions za kunitesa mie? Réunion gani miza zitakuwa nanilisha kila siku? Hivi kwani binakuletea wema? Au binanizalia jo mie mchoko? J'en ai marre, Eric. Après des années, beaucoup de midi, c'est aussi blessé imepita Mungu, kila mwana nionakana nitembea mbali. Sisi basi sina mtoto. Na walisema watu Mungu watende na mayatima. Wewe ndio Mungu wa matasa, Mungu na miuko wapi? Sisi imani kwa tasa ningekopanda, lakini Mungu hivi mmepita akili yangu. Nisaidie Mungu. Nisaidie Baba, nisaidie. Nisilitetea kana Baba. Devant Penina ukamtetea. Nilisaidia Sara. Ulimsaidia quand elle était déjà vieille. Lakini ukamupatia. Pourquoi mieux usinipatia Mungu? Niache niteseke kuipwa Baba. Henri. Oui. Tunawawa ushindaki hapa mwenyewe. Na huko pia uko napitikana hapa kunyumba, mimi nakumishi comprendre kama ni problem gani. Kila siku watu wanafika pia wanakuja kama mwenye hapa iko wapi, mwenye hapa iko wapi. Mimi kama mwenye mko nini mwenyewe? Frank. Hatujui kama mwenye alikuwa hapa alikuwa mtu gani. Na tujui kama alikuwa anafanya nini. Sazima alikuwa mtu wa veki, Salima alikuwa hivi na hivi na hivi. Sha tujue. Ndio kila siku hapa. Benye hapa biko benye hapa biko benye hapa sishi hapa. Unamwonyesha wako hapa ujue sema vile vitu vimesema. Sinjeli atujue sasa shia yote mimi na wewe tujue. Mimi. Karibu. Jambo. Ndio. Nikaulizia mnyumu. Benye nyumba joshie. Anibaka mwavi wa mfupi tu na wa mweusi. Donc il y a 3 semaines tuko hapa shie. Donc walikuwa hapa bashaka hamu. Il y a 3 semaines chez tuko. Uko problem? Amuzi shoko balamia. No, hatuwezi jua na hatujui hapa kwa jirani kama nani mwanaweza shoko nyebiko. Frank. C'est comme si mlikuwa sema vipi msiriasi. Mimi nakwambia ushindaki hapa mon frère. Au ushindaki hapa. Na kwanza au una kitu hapa. Na papa mama banakia kabote biko hapa. Kuuliza kila saa mshishi nikusumbua. Mimi parcelle mko nini mshe? Sika tu ziama hapa kwanza tunaenda. Sasa soko unasema tuhame. Huko unazotalipa nyumba juu tuhame.
Uko na makuta kosi. Unakwambia kwanza. Asante. Jambo. Nakosa kukutana hapa. Nilikuwa natoka kwa kanisa ndio nikasema nikisalimia mama. Malheureusement haiko, niko tu na kaka hapa. Kwa kweli mpango ya Mungu si wanadamu kuelewa, si rahisi. So, ujio wangu hapa ilikuwa ni kuja kuona mama akufikishie ujumbe ambao ninao kwa ajili yako. Lakini Mungu, ushukuriwe Mungu. Mungu ameona vyema nikukutane hapa. Sababu nilikuwa sijue nyumbani, niliamini mama nikimwona hata kufikishia ujumbe huu. Ndio. Leo sikukuwa kanisani. Ndio tuliremarke, tulikuwa tuna Pasteur Israel. Baraza watumishi lipanga Pasteur Israel alikuwa kule na sisi tubaki kuparwase sababu ya kipindi cha maombi. Lakini tulipokuwa kwenye maombi, Mungu amenionyesha jambo kukuhusu. Na ndio lengo na kusudi mimi kuwa hapa. Ndio. Tulikuwa kwenye maombi. Mungu amenionyesha kwamba kuna siku nyingi umelilia Mungu. Umeomba sana. Lakini leo kwa mchana wa leo Mungu anaenda kukujibu. Amen. Amen. Kuna jambo ambalo utaona leo ya kukamilishia majibu ya Mungu kwa ajili yako. Mungu anaenda kujibu maombi yako na Mungu atakushangaza. Amen. Kwa hiyo utakapoona majibu ya maombi yako usikose kumshukuru Mungu. Kwenda kanisani umshukuru Mungu. Kwa sababu kisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Yohana sura 11 mstari wa 40 nasema hivi, wakati Yesu alipoenda kwa kilio cha Lazaro, Yesu akaambia Martha, sikukuambia kwamba ukiamini utaona? Na Yesu alimfufua Lazaro, lakini imani ni kukuwa na uhakika ya mambo yatarajiwa. Na hiyo imani ulikuwa nayo mbele ya Mungu. Ndio maana Mungu ameruhusu leo akushangaze. Kuna vitu utaona kwa mchana leo na ni jibu ya maombi yako. Atasubiri Mungu atakapokujibu. Nenda kanisani mshukuru. Shetani afezeke. Na watu wajue kwamba kuna Mungu ambaye anatenda leo. Yeye yule jana, leo, milele. Kwa hiyo nashukuru Mungu na ujumbe wangu umekufikia direct. Basi utaendelea kutabia mambo kwa kwa Rachel, tukikaa ikala hapa, lakini nikiomba msamaha. Msamaha ulifanya? Tumpitia mingi sana. Donc ulikuwa utilize mo shida yako, shida. Akomee kwa vipi? Kwa shida kwa mwenyewe. Uliniita hapa nyumba kwanza imetoka kanambia. Ya pili imetoka kanambia. Ya tatu imetoka ameniambia. Na ya ine imetoka ameniambia. Sikukataza. Ama sikuchukia. Na ama sikupenda. Lakini ni noma Rachel. Tulichangia kila kitu. Mpaka na mango tulikuwa changia.
Siku nilijua kama umeolewa Rachel. Siku nilijua umeolewa. Nimekumba sana. Nimetilize belle famille yako. Nimetilize mama yako. Na nimetilize akili yako. Sikusema sasa nilikuwa na besoin wanako, hapana. Sikuwa na lazima wanako tu. Lakini nilikuwa na lazima ya kubakia Samia. Ile tu. Akira Shele, kupitia yote kwa vivre maisha yako. Mimba zako kutoka. Agora se referando. Hapo ndio kwa munganga alirofa. Umepata suluhisho kwenye tatizo lako. Nieleza tatizo lako binti. Baba, nimekia baona kuna shwani ndio msaada wangu msho unanisaidia. Niko na rafiki yangu vrema ifo mfunge tu buzazi. Ndio dosi yangu inanileta hapa. Donc mashaki utakosira juu. Depo tu aolewe tuachane aende olewa na mimi nibakie. Si akapata tena mwanaume wa kunisalimia ama wa kunipatia sana nisaidia mashangu. Sasa mimi nataka make mfunge buzazi asizale tena. Agora se referando. Sikia binti. Hapo umepata solution. Mababu wamesikia binti. Ila kuna na masharti utakao yafanya. Kisha miezi 6 utakuwa nakuja kurenuvele maagizo ambayo umetuaidia hapo. Wala sivyo, kwa ajili tatizo lisiwe nyingi kwa maisha yako. Usipofanya hivyo binti, utakuwa oblige kuendelezea huyo binti kweli. Je, umenisikia? Umenielewa? Agora se referando. Ndajikaza kwa masharti kwa kwamba jikaza. Kisha utakapofanya vile, hapo ndio vitu vitaenda mayake. Na kila mwezi wakuja kurenuvele yo mabuizo ambayo umesema. Utakuwa nakuja na kingia pori. Rudilia kingia pori. Agora se referando. Hapo kingia pori binti. Agora se referando. Ora kingiria pori gora kusago. Nenda sasa binti. Shika vema ambayo nimekuaigiza binti. Agora se referando. Rachel mimi nikachanjo. Nilikosea. Rachel. Nimegombana na bwanangu Esti. Kila siku mimi nenda hospitali na kuambia hakuna shida. Joni nitendea unyama saa hii Esti. Sana ndio tena maposho yangu ngisi na pena alikuwa anataka kupata mimi na pena. Nipanda kila siku mnashimi. Nilikutola sana dangu. Nisamehe. Nilikufutaniza. Mukila kitu. Esti mimi nagombana na belle famille yangu. Mimi nagombana na bwanangu. Mimi nagombana na bakwetu.
Et tout ça à cause nilikukonsidera please ke rafiki yangu, ulikuwa ndugu yangu Esti. Jua nini? Leo nakia nikusamehe sabi nini? Nikusamehe nini? Niko rafiki yako Rashel. Touche pas. Simama, toka kwangu. Simama. Shaki utakosera juu depo tu aolewe tuachane aende olewa na mimi nibakie. Si akapata na mwanamke wa kunisalimia ama kunipatia sana nisaidia mashamba. Sasa mimi nataka make mfunge mzazi asizaliwe tena. Nilikutola sana dangu. Nilikusuteniza mukila kitu. Esti mimi nagombana na belle famille yangu. Mimi nagombana na bwanangu. Mimi nagombana na bakwetu. Et tout ça à cause Westi. Wako angalia kama bado yuko concentré kutere uko favorable. Westi. Rachel mon ami. Wait. Wait. Rachel. Awe kwa sumba ba tsai we. Rachel mon ami. Enfin ça. Westi. What? Please. Esti, ulang kali. Pikir, Esti. Esti, buat Esti. Nami nakupenda. Akiwa hivi unaweza amini kama Esti ndio alikuwa anifanyia Hey. Nani? Esti. Chua nini nye watoto wa masiku misikiaki? Njoo maana nilikuwa kwambia uende kupriere. Angekuwa priere ungeyue bibi yote. Sasa mimi nakwambia uende kupriere mtoto wangu ambia bwanangu apendake maombi. Ungeliyue bibi yote. Na burafiki gani mama? Wewe mtu mzima unaolewa uko unafuatana na burafiki na bwanamke bafie benye abayaole na fiancé hana. Kisha njoo sasa burafiki akuwiana watoto.
mimi ningeanzia wapi kumwazia? Ungengwa kuuye bato 10 njo uyue kama uko na mwazi. Kuna alikuwa anapenda maki auwe bale bato auwe juu kisha akamate sasa bwana. Juu ile kukuuya bato tulikuwa tunapenda bwana kufukuza amkamate. Sikukuwa napenda tole dada. Burafiki gani ile? Oui, chérie. Tu sais que je t'aime plus que tout. Ah, c'est quoi? Oui. Eh chérie, je sais que j'ai vraiment déconné. Haikukwambia kusingiza familia yako vile. Sikufanya ya mzuri et je suis vraiment désolée. Tu sais que nayo haikukuwa wewe parce que c'est ton ami qui a provoqué tout ça. Sio que c'était moi. Ilikuwa sasa nani? C'est à cause d'elle. Na Mungu ameonyesha nguvu yake. Banasema chungu wa shetani kuena mfuniko. Ungesema njo haikukuwa wewe, ilikuwa wewe. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai déjà pardonné. Oui. Voilà. Katika mateso, katika huzuni, tunaangalia juu kwa Mungu wetu. Watoto hatuna, machozi yametiririka, lakini tumaini letu lipo kwa Bwana. Fusion puissante, tumaini letu ni Mungu. Fusion puissante, nguvu zetu ni kwa Yesu. Fusion puissante, hata tukijaribiwa. Fusion puissante, Mungu yupo nasi daima. Wapendwa wanatujaribu, mioyo yetu inaumia, lakini hatujakata tamaa, tunasali kwa imani. Katika giza, nuru ya Mungu huangaza. Yeye ni mwamba wetu, hatatuacha kamwe. Fusion puissante.